Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Tumekutana hapa kwa jambo moja kubwa ambalo kama ambavyo taarifa za awali zimetoka kupitia Raia Wema. Jana tulipata taarifa za uwapo wa mtu anayedhaniwa kufariki dunia katika nyumba hii katika kitongoji hichi cha PYD, kijiji cha Changarawe, tarafa ya Masanze, ndani ya wilaya hii ya Kilosa. Kwa bahati jitihada za vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kufuatilia taarifa hizo na kujiridhisha na hatimaye kuthibitisha ukweli wa taarifa kwamba ni kweli, katika nyumba hii ambayo mnaiona kunadhaniwa kuna mwili ambao ulikuwa umezikwa chini ya ardhi. Kama ambavyo taratibu zinaelekeza, taratibu zimekamilishwa, na kwa sababu kulikuwa na taarifa katika maeneo haya karibia miezi miwili mpaka mitatu sasa hivi kutoweka kwa mwananchi mmoja ambaye amejulikana kwa Lilian Manga, ambaye alitoweka na hatukujua alikokuwa ameelekea, pamoja na jitihada zilizofanyika za kuendelea kumtafuta, lakini hatimaye jana ndio tukapata taarifa hizi kwamba kunadhaniwa kwamba huyu aliyemo ndani ya hii nyumba ni yeye Lilian. Na leo asubuhi, bahati nzuri, baada ya kukamilisha taratibu zote za kisheria, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na wataalamu wetu wa afya pamoja na taasisi nyingine wamefanikiwa kufukua mwili huo, na tumejiridhisha kabisa ni ndugu yetu Lilian ambaye anakisiwa kuwa na miaka 27, na mara ya mwisho kuonekana ilikuwa ni tarehe 11 mwezi wa 12 2025. Baada ya hapo hakuweza kuonekana tena, kwa sababu taarifa za ndani zitatolewa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, lakini wenzetu ambao wapo kwenye maeneo haya wanatueleza kwamba hapa alipokuwa akija alikuwa akimfuata kijana mmoja ambaye anaitwa Khalidi Mavuze ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 37. Huyo kijana naye kutokea wakati huo hakupata kuonekana tena katika maeneo haya. Kwa hiyo kwa sababu ya aina ya tukio lililotokea na kwa sababu ya namna ambavyo amepotea huyo kijana, na kwa 100% yeye ndiye ambaye alikuwa akiishi kwenye banda hili, ni wazi kwamba ushiriki wake hauna mashaka kwa kiasi kikubwa, ambapo kama ambavyo nimesema wenzetu wataendelea na uchunguzi zaidi. Kwa sasa mwili umefukuliwa kutoka chini ya ardhi na taratibu za kisheria tayari zimeshafanyika. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa ni kukabidhi mwili huu kwa familia, ndugu, jamaa kwa ajili ya kuendelea na taratibu nyingine za kumstiri. Uongozi wa wilaya hii ya Kilosa tunalaani vikali tukio hili la kinyama kabisa, tukio ambalo linasikitisha, tukio ambalo ukiangalia wananchi walioko hapa limemgusa kila mmoja kwa namna yake, tukio ambalo linaacha machungu makubwa, kwa sababu Lili ameacha watoto wawili wadogo ambao wanahitaji sasa matunzo pasi na kuwa na mama ambaye ndiye mwangalizi wa karibu. Na kwa sababu kama ambavyo nimesema kwamba maumivu ni makali, kwa hiyo hata jamii yenyewe nayo pia anaiacha na simanzi na huzuni na maswali mengi. Sababu maswali ni mengi, lazima tujiulize maswali mengi, lakini mwisho wa siku tusijiulize maswali mengi, lazima tupate majibu kwamba ifike mahala vitendo hivi vya kikatili na ukatili huu wa kijinsia vikomeshwe. Naamini kabisa kwa uimara wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, naamini kabisa yoyote aliyehusika kwenye tukio hili, basi mkono wa sheria utaweza kumfikia. Niwaombe wananchi waendelee kuwa watulivu, niwaombe wazazi na familia waendelee kuwa watulivu, wakiamini kwamba serikali iko pamoja nao na tutahakikisha aliyehusika na tukio hili kokote kule mkono wa sheria unamfikia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vyombo vyetu vina uweledi, vyombo vyetu vina ujuzi, vyombo vyetu vina uwezo mkubwa sana. Kama ambavyo matukio mengine waliohusika ndani ya wilaya hii waliweza kufikiwa na mkono wa sheria, tunaamini kabisa hata aliyehusika na tukio hili, iwe mmoja, wawe wawili, wawe 10, kila mmoja atafikiwa kwa wakati wake
na atafikishwa kwa vyombo vya sheria na haki kuweza kutendeka. Kwa hiyo niendelee kuomba jamii na wananchi kwa ujumla tuendelee kuwa wavumilivu. Nitoe pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki na wananchi wa kijiji cha Changarawe kwa msiba huu ambao hakuna ambaye alitegemea, lakini kwa tukio hili la kusikitisha na la kuhuzunisha sana 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 katika jamii. Lakini niendelee kuwaomba pia wananchi hawa tuendelee kuishi kwa upendo, lakini tuendelee kuishi kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Mwisho wa siku haya tunayoyafanya tukumbuke tu kwamba safari hii bado inaendelea. Utaondoka duniani, lakini kwa imani zetu zote, kila moja kwa vile ambavyo anaamini, tunaamini kabisa iko siku tutarudi kwa aliyetuumba na tutakwenda kuhukumiwa. Kwa hiyo niwaombe sana 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 tuishi kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, lakini tuishi kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu, lakini vile vile tuishi kwa kuheshimiana na tuishi kwa kulindana kwenye jamii. Asante. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.